Bwana, habari zenu wadau wa soka. Leo tunajikita katika mada ambayo imeweka nchi njia panda. Kurejea kwa Stefano Aziz Ki ndani ya Yanga ni usajili ambao umeleta sintofahamu na furaha na maswali lukuki, na hivi karibuni Haji Manara katika kipindi cha Wasafi ameweka bayana baadhi ya mambo mazito. Leo tutachambua kila kitu kuanzia dau la bilioni 1 hadi siasa za nyuma ya pazia. Wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini Haji Manara anazungumzia haya kwa msisitizo. Katika kipindi cha Wasafi, Manara alionyesha wazi kuwa Yanga haifanyi kazi kwa kubahatisha. Alichokimaanisha ni kwamba kurejea kwa Aziz Ki si jambo la ghafla, ni zao la mipango ya muda mrefu sana. Sasa Manara, kama msemaji asiye rasmi wa hisia za wananchi, anajua kuwa jina la Aziz Ki lina nguvu ya kuuza jezi, kuvutia wadhamini na kuleta utulivu ndani ya klabu. Alisisitiza kuwa katika soka la kisasa, yani brandi ya mchezaji ni muhimu sana na sawa na uwezo wake wa uwanjani. Hivyo Manara anavyoibeba ajenda hii, anajenga taswira ya ushindi wa Yanga. Bwana, sasa tuiongelee ile bilioni 1. Je, ni pesa nyingi au ni pesa ndogo? Kwa kiwango cha ligi kuu ya Tanzania, bilioni 1 ni kiasi kikubwa sana, lakini tujiulize kwamba Yanga wananunua nini? Wananunua goli katika dakika ya majeruhi au wananunua asisti katika mechi za kimataifa? Wananunua kiongozi uwanjani au Aziz Ki ameonyesha kuwa ana uwezo wa kuamua mechi dhidi ya timu kubwa za Afrika? Bwana, kwa Yanga hii ni bilioni 1 ni insurance policy ya kuhakikisha ubingwa wa ligi unabaki na mataji ya kimataifa yanafuata. Ni uwekezaji ambao unalipa kwenye tiketi na jezi na thamani ya klabu kwenye soka la kimataifa. Bwana, Aziz Ki alijaribu sana kutafuta changamoto nje, lakini akaona mazingira ya Yanga yanamfanya awe mfalme. Kuna tofauti kubwa kati ya kuwa mchezaji wa kawaida nje ya nchi na kuwa icon katika klabu kubwa kama Yanga. Bwana, Aziz Ki anapenda heshima anayoipata hapa na anapenda jinsi mashabiki wanavyomtambua sana, na bila shaka Yanga walikuja na ofa ambayo ilimfanya asione sababu ya kuendelea kusubiri ofa zinginezo ambazo zilikuwa hazina uhakika wa mafanikio ya kimichezo katika kama alivyonayo Jangwani. Bwana, lakini usimdanganye mtu, kurudi kwa dau hili kunaweka shinikizo kubwa sana. Bwana, Aziz Ki sasa atapimwa kwa jinsi anavyocheza tu na atapimwa kwa jinsi anavyoishi kwenye hiyo bilioni 1. Kila anapokosa pasi, mashabiki watahoji pia. Kila anapokosea goli watachambua, wachambuzi watafanya hesabu, na hapa ndipo ukomavu wake wa kisaikolojia utakapopimwa. Bwana, Yanga wamejifunga mkataba mzito na mchezaji alijifunga hadi mzito. Bwana, sasa swali linakuja kwamba Yanga wamepata au wamepoteza? Kwa kuhitimisha, kurejea kwa Aziz Ki si ushindi mkubwa kwa Yanga. Inawapa heshima mbele ya wapinzani wao na inawapa nafasi kubwa sana ya kutetea ubingwa wao. Bwana, Haji Manara amekuwa sauti ya kusema kile ambacho uongozi hauwezi kukisema hadharani, kwamba Yanga haitaki kubaki nyuma, na tunasubiri kuona msimu huu utakavyokwenda. Je, Aziz Ki atajithibitisha kuwa anastahili kila senti ya hiyo bilioni 1? Jibu linapatikana uwanjani, si kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, hii ni noma sana. Bwana, sasa tuangalie upande wa pili wa sarafu. Ujumbe huu ni kwa ajili ya Simba na vilabu vingine. Usajili huu wa Aziz Ki, Yanga wamepeleka ujumbe kuwa wao ndio mabingwa wa soka la uhamisho. Unapomsajili mchezaji ambaye tayari ameshazoea mazingira, ameshaelewa utamaduni wa Yanga na anapendwa na mashabiki, unakata njia zote za wapinzani kupumua. Bwana, Haji Manara alikuwa sahihi sana pale aliposema kuwa Yanga inajenga na haiwezi kujengwa kwa wachezaji wa kawaida. Unahitaji superstars, na katika ligi kuu ya NBC Aziz Ki ndiye superstar wa kweli. Kwa hiyo hii si tu kuhusu soka, ni kuhusu kuonyesha mamlaka. Wapinzani wanapomuona Aziz Ki anashuka uwanjani wakiwa na jezi za Yanga, tayari 50% ya ushindi inaanza kupotea kwao kabla
hata mechi haijaanza. Bwana, mwisho tuwezi kuongelea bilioni 1 bila kuangalia athari kwenye ligi kuu, na usajili wa Aziz Ki umepandisha sana baa ya usajili. Vilabu vingine sasa hivi havitakubali kuona Yanga pekee inafanya haya. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha tutaona ushindani mkubwa sana zaidi kwenye usajili wa wachezaji wa kigeni. Ligi yetu inazidi kuwa na thamani kubwa sana, na mashirika makubwa sasa yanataka kudhamini ligi ambayo kuna wachezaji wa thamani ya bilioni 1. Kwa hiyo kurejea kwa Aziz Ki ni faida sana kwa wadhamini, na ni faida kwa TV station, na hii ni faida kwa ligi yetu kwa ujumla sana. Ni win-win situation. Hivyo ndivyo ambavyo watu wengi bwana, lakini tusipende tu kusifia mambo ya sifa, lakini tuangalie pia changamoto na kiufundi sana. Yanga wamekuwa na tabia ya kutengeneza ubunifu wa Aziz Ki, na unapoona mchezaji anasajiliwa kwa bilioni 1 unajiuliza, je, kocha amebadilisha mfumo ili Aziz Ki aweze kung'ara zaidi, au ndio yale ya kumpa mpira na kusubiri afanye maajabu? Bwana, kama kocha hatakuwa na mbadala wa kimbinu, basi Yanga unaweza kujikuta wako hatarini sana. Timu pinzani sasa hivi zina kumwekea ulinzi mkali sana, na hata kumlinda kwa wachezaji wawili kila anaposhika mpira. Hapo ndipo tunaona umuhimu wa mchezaji huyu. Yeye si tu kufunga na bwana, napenda nikisema kwamba hii ni Cha the Storyteller. Jina langu naitwa Cha the best presenter in town, na leo tulikuwa tunamwangalia Aziz Ki ambaye alikuwa ni mchezaji wa zamani wa Young Africans baada ya kuondoka, na sasa anarejea tena katika klabu hiyo ya Yanga, na kitu ambacho kilikuwa kinaonekana zaidi ni lile dau la bilioni 1 ambalo Yanga wanataka kumchukua ili aweze kuitumikia katika klabu hiyo katika msimu unaokuja. Bwana, unadhani hii ni sawa kwa Aziz Ki kurudi katika timu ya Yanga kwa dau hilo la shilingi bilioni 1? Bwana, shusha comment yako hapo chini alafu tuweze kusonga mbele wote.